Alright. Asante sana Tina Mardadi zaidi. Na ikiwa ni bila kupoteza wakati dogo, brother mpenzi mtazamaji, ndipo sasa na kuchoma moja kwa moja na kisha kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, tunakuja kuweza kuanza picha yetu disini moja maridadi tena zaidi. Hello. Endapo ruti zikiwa ni za introduction manzo wa sinema, ina maana ikiwa ni kwenye ruti za introduction manzo wa sinema. Hello. Ni baada ya mafanso wangu wote kuweza kuagiza para picha la Kihindi, manake kabla hatujatangaza filamu lazima para basi tuweze ni kupiga kura, tuweze kujua mafans wanataka picha ina gani shisha. Na bila kupoteza wakati, ndipo sasa tunakuja kuweza kuanza picha shisha. Anir Abdullah utaweza kumpata kwenye horo sinema. Watu kama kina Ranga waliweza na kuseka kwenye horo picha, huko bado tukiandamana na kwenye rotiza ama introduction mwanzo wa sinema. Alright. Ni picha nambaro sasa limeandaliwa rikawiza ni kuandarika ndugu brother mpenzi mtazamaji. Na kama haujaweza kusubscribe, hakikisha umeweza ni kusubscribe. Manake picha ambazo mimi nitakuwa na kuandalia mazi ni picha kali zaidi. Picha ambazo nitakuwa na kuandalia this time round ni picha ambazo hata wewe mwenyewe utakuja kuweza ni kupenda shisha. Alright. Asante sana Tina Mardani zaidi. Tunaandamana na kwenye ruti za introduction. Manzo wa sinema. Hello. Wana Jack Music Pictures Production waliweza na kuhusika, huku tukimarizana na kwenye ruti za introduction manzo wa sinema. Alright. Hebu tukuja kupata mambo imetulia para basi namna gani mtazamaji, huko tukimarizana na kwenye ruti za manzo wa sinema. Mimi naitwa DJ Christ Kimwan Kewajir. Alright. Asante sana. Na ndipo sasa na kuchoma moja kwa moja mtazamaji kutoka pahali ambapo sasa ulipo. Ina maana ndipo sasa na kuchoma moja kwa moja kutoka pahali ambapo sasa ulipo mtazamaji, na kisha moja kwa moja tunaelekea hadi kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki shisha. Tunaelekea moja kwa moja wa kaskazini magharibi mwa kusini. Alright. Asante sana. Hebu tukuja kupata para basi bila shaka mambo imetulia para basi arzuizi namna gani. Kuna jamaa kama huyu, jamaa ambaye sasa alikuanga para basi ameweza ni kukuingilia arzuizi. Huku utaona kwamba na kitu alikuanga para basi wako na pikipiki arzuizi. Wako na pikipiki. Ina maana walikuanga para basi wako na pikipiki, huku nyakati ni za usiku. Nyakati ni za usiku. Na kisha kuna polisi na ambao sasa walikuanga arzuizi. Kofro kemiaja wakiwa pale basi na kofro kimtanui, huku kuna nyesha. Alright. Huku kuna nyesha star kama hiyo, na nyakati ni za usiku. Kuna nyesha na nyakati ni za usiku. Alright. Asante sana Tina basi barashaka barabara zaidi wa shalala. Asante sana Tina basi barashaka ponzi. Tina hapa bishi ponzi. Ponzi kabisha. Kuna manane na ambao sasa walikuwa ngarazo hizi. Okay. Wacha nikuambie sister, tuwe ilisema haitakuja kuweza ni kuolewa. Wewe itake mambo ya twatwa. Haukusikia mhubiri alisema kitchen twatwa, garini twatwa. Kwani wewe hukusikia hiyo maneno? Naona sasa wewe na kuongelesha mpaka stima inapotea. Kwani wewe ni mwanamke na aina gani? Si wewe ni msichana na sasa ni ya kanisa. Sasa hawa sister wakakuja wakabonga. Kumbe hapa kuna huyo mwanapolisi ambaye alikuwa anataka kama zefrani cha nguvu. Oi. Maza aliambiwa hakuna cha kukua sister tena. Yule mwanapolisi amekataa. Akasema kwamba na kati sasa hakuna cha kukua para sister. Lazima para basi manzi aweze ni kuja kupata nini? Lazima manzi akuja kuiza para basi bila shaka ni kuolewa shasha. Lazima manzi akuja kuiza ni kuolewa. Huenda anataka ama hataki. Unaona?
whether manzi anataka pale basi ama hataki, lazima akuje kuweza ni kuolewa. Makosa makubwa sana tena zaidi. Manzi anakuja kubebwa, manzi anakuja kubebwa star kama hiyo, na hakuna makosa amefanya. Makosa yake ni kukuwa mrembo. Oi, imagine. Okay, mkubwa sasa, unajua sasa, nimejua sasa wewe utakuja kusikia mzuri. Wakaamua kuchomoka. Wakati ambapo wale wanapolisi wanakuja kuweza kuchomoka, mtazamaji, kumbe walikuja pale basi ya Razinzi, na pahali na ambapo sasa walikuwa wanakuja kuweza ni kupita. Ina maana pahali na ambapo sasa walikuwa wanakuja kuweza ni kupita, wakapata hapa kuna wanapolisi, ama kipindi kuna watu ambao sasa walikuwa wanakuja kupigana. Kuna watu ambao walikuwa wanakuja kuweza ni kupigana. Wakaanza kuulizana, wewe mnakuja kupigana kitu gani? Unakuja kupigana kitu gani? Lakini sasa kumbe ati hao watu walikuwa wanapigana, wanataka kuokoa kara kama nzisho chiko maneno. Ikawa ni kitanzi, ikawa sasa ni kitanzisha. Kisha wakaweza ni kumchukua pale basi manzi star kama hiyo, na kisha wakaweza ni kutamburuka. Bado ni kwenye rutizama introduction ya sinema. Hapo kulikuwa na hitilafu kidogo, lakini usijari. Kulikuwa na hitilafu kidogo, lakini usiweze ni kujari mtazamaji, manake mimi niko hapa hadi tamati. Alright, asante sana tena basi, bila shaka barabara zaidi. Ina maana ikawa sasa pale basi Razizi dogo barada mpenzi mtazamaji, manzi kumearabika zaidi. Tipo Tino Angovardi akiwa ndiye jamaa star kwenye sinema. Alright, tuweza kuchomoka pale basi Razizi, tuachane pale basi na rutizama introduction, na hatimaye tumpate jamaa na star kwenye sinema. Aliweza ni kudunga mashiriano. Uko kabisa ni kumdungia besti yake, akamwambia Vavarai, kuna yule manzi na ambaye sasa ulikuwa umeniambia pale basi niwezi kumtafuta, na yule manzi tayari nimeshaweza ni kumpata. Yule manzi tayari pale basi bila shaka nishaweza ni kumpata, na nimemchukua pale basi manzi banake. Siwezi nikataka watu wabaya, watu wenye nia mbaya waweze pale basi nikuja kuweza pale basi ni kumchukua manzi. Siwezi nikataka pale basi manzi achukuliwe na wale watu ambao sasa wako na nia mbaya na kadhalika. Lakini unasikia kwa mwanakiti jamaa ameua polisi, unaona, na kisha katafuta passport. Aliweza ni kutafuta passport ili kisha na maana sasa waweze pale basi ni kuhepa, wakiwa sasa pale basi bila shaka na besti yake. Huko alikuja kumwambia besti yake Vavarai, enyewe hii maisha imekuwa pale basi ni mangumu, na lazima tuweze ni kuchomoka Razizi, manake tukiendelea kuporia Razizi wanapolisi watakuingilia, watatutafuta, watatupata, na hatimaye tutawekwa pale basi ndani. Na mimi kitu na ambacho siwezi nikataka ni kusikati kwa mwanakiti sasa na kuja kuiza ni kuwekwa gerezani. Hilo ni jambo na ambalo sasa jamaa hatakagi pale basi kuja kuiza ni kuimagine ati kwa mwanakiti sasa amekamatwa. Hicho ni kitu ni jambo na ambalo sasa atakaingia. Alright, asante sana tena basi bila shaka barabara zaidi. Hao walikuja kuiza pale basi bila shaka ni kubonga uloloya ye washalala. Asante sana tena mardani zaidi. Alright, huko kandria pale basi ni kuturia pale basi mtaani na kadhalika. Ina maana waliweza pale basi ni kuturia. Kijana tu mwenyewe ndio huyo jamaa, mwenyewe ndio huyo, na unasikia kwa mwanakitaruhusika na kifo cha mwana polisi. Kuna wanapolisi ambao sasa aliua wakati alikuwa anakuja kusaidia haka kama nzi. Sasa mpaka maji akamuuliza Vavarai, kwa nini ukanisaidia? Akamwambia kwa sababu siwezi nikataka watu wakuja kukufanyia kitu kama hicho. Siwezi nikakubali, siwezi nikataka watu wakuja kukufanyia madhambi. Akamuuliza, na unakuwa na mondo ama wewe uko sigo kama DJ Christ? Kamwambia hata mimi niliachwa, so mimi niko tu sina mambo wala yaye. Alright, lakini jamaa tu pale basi ameshaweza ni kutafuta pale basi mpaka passport. Na unasikia kwa mwanakiti sasa anafaa kumwepesha yule manzi. Hiyo ndio kitu namba sasa anafaa kufanya, aweze kumwepesha manzi ili kisha na maana sasa yule mwanapolisi na wanapolisi namba sasa wako na tamaa sana tena zaidi ya kuja kumuoa manzi.
waweze ni kukosa ile nafasi. Alright. Nyakati ni za usiku para pa basi Arazinzi. Hapa ni upande wa India. Asante sana. Jamaa aliweza ni kudunga mawashiriano na akasema kwamba kila kitu kilikuwa kiko tayari. Alright. Akasema kila kitu kilikuwa para pa basi na kiko chonjo. Lakini sasa kwa krab fulani hapa ni kwa kraba. Pahali na ambapo sasa waruhuza na kuja kukula para pa basi Rebo. Jamaa sasa anakuwa ni mtu wa fujo. So kila pahali anaenda lazima kutokea fujo. Lazima kuweze ni kutokea vita. Alright. Huku watu na wao sasa wamegoma. Watu wamegoma. Watu wamegoma. Kisha kuna magaidi fulani na ambao sasa wanataka para pa basi kama kitu. Makosa. Kwa nini? Manzi nikupelekwa Nyarwa. Manzi anapelekwa Narwa. Salala. Manzi anapelekwa mbio. Na kuna shushu fulani na ambao sasa alikuwa Arazinzi. Huko anachungulia magaidi na ambao sasa wanakuja kuweza na kumfuata Manzi. Manzi akaweza kujikua. Simu ikaanguka kando. Simu ikaweza ni kuanguka kando. Kisha punde sipundi. Ina maana wakati huo kurikujo Manzi ako Madam Sirevo. Manzi ako kuru upande wa chini. Lakini punde sipundi sha. Ina maana wakati huo Manzi mwenyewe sasa ndio alikuja kuingia para pa basi kwa dinga. Na kisha dinga likajifunga. Dinga likaanza kutamburuka star kama hiyo. Manzi akiwa upande wa ndani. Na kuna huyu pale pa basi mama na ambaye sasa ruweze ni kucheki. Na jamaa yetu ni wakati na ambapo sasa anakuingilia. Ni wakati jamaa yetu anakuingilia. Kwa nini? Watu pale pa basi wanakuja kuiza na kufanya madhambi. Watu wanakuja kuiza kufanya watu madhambi. Ukiwa Kamazi halafu upatikane tauni, watu wanataka wanakunajisi. Watu siku hizi wamekosa tabia, wanafanya tabia baya sana. Unaona? Watu wanakuja kufanya tabia baya tabia osa sana. Waleleya. Na yule Manzi ambaye sasa amechukuliwa ni Manzi ambaye jamaa yetu anafaa kuja kusafirisha. Yule Manzi ambaye sasa jamaa hapa basi yani Manzi ambaye sasa amechukuliwa ni Manzi ambaye jamaa wetu anafaa kuiza ni kusafirisha. Alright. Hapa ni pale hospitalini. Tukuingilia pale hospitalini sasa. Madaktari wanakuingilia, lakini hao madaktari wamelipwa ili wamdunge Manzi shindano arare. Sasa Manzi kauliza ni nini mnataka kufanya? Mimi kama wakonyo. Mimi kama daktari wakonyo. Nataka nikudunge. Manzi kaona hapana. Kwa nini mnataka kunidunga? Mbona mnataka kunidunga? Mimi sitaki kudungwa. Kaa vizuri lazima udungwe. Akadungwa. Akazirai. Kisha kakuja kaletwa Arazinzi. Maskini wa Mungu Manzi aliweza na kudungwa ile shindano. Hata kama hakuanga anataka waliweza ni kumdunga. Makosa. Alright. Jamaa tunaye sasa ndio huyu. Na ukumbuke kuna watu wanamtafuta. Mungu. Kama kuna watu wanamtafuta jamaa wetu ni Mungu. Jamaa wetu ndio huyu. Kumbe polisi alicheki akaona, wavurugi menja. Mtu yuge kitoo. Hii mtu vingi naona. Hii mtu ni mtu na mbesasa tumekuwa tukitafuta sana. Hii mtu tumekuwa tukitafuta. Jamaa kaweza na kukamatwa. Jamaa kakamatwa. Alikuwa anataka avute boda aweze na kulipa. Sasa Manzi amekamatwa. Jamaa naye sasa ndio huyo kujaribu kuleta fujo. Akaambiwa babai ngukuwania. Naweza akakuwekelea vibaya sana. Akashikwa. Alafu kutokana na ile corruption ambayo sasa iko Arazinzi. Amini siamini, jamaa wetu ilisemekana lazima apelekwe kotini, ahukumiwe na kisha hatimaye apelekwe gerezani. Si ati kwa kitu kuna makosa amefanya, si ati kwa kitu kuna kitu ni jambo ambalo sasa ameweza kufanya, lakini ni kwa sababu ya corruption ambayo iko Arazinzi. Sasa ikasemekana jamaa lazima apelekwe gerezani. Jamaa na hata ajui pahali na ambapo sasa Manzi na alipo. Makosa ni kwa mwana kweti. Jamaa amekamatwa lakini hajui pahali na ambapo Manzi alipo. Na kibarua chake kilikuanga ni aweze kumwepesha Manzi. Lakini sasa ndiye huyo amekamatwa na
wanataka kumpeleka gerezani. Oye yai, maskini wa Mungu atafanya nini? Wala atakuja kuiza ni kutenda kitu gani? Ina maana ataweza na kufanya nini? Wala atakuja kuiza na kutenda kitu gani? Shisha kijana aliweza na kuleta pale gerezani. Okay, umbavu zako wewe ndio nasikia sasa uliweza kutandika polisi umamayo. Wewe ni mtu na sasa inakuja kusumbua serikali sana. Mtu inakuja kusumbua serikali, hiyo ni mtu na sasa, hiyo ni hatia kubwa sana, unajua hivyo. Akaweza na kukamatwa. Yai. Sasa anapelekwa gerezani maskini. Hata kupelekwa kotini. Waliamua kumfunga pale pa basi gerezani. Na hata ajui anafungwa miaka mingapi. Oi. Jamaa alikuja kaketi star kama hiyo. Ni jamaa na aristar kwenye Nyoro Cinema. Ni jamaa na aristar kwenye Nyoro Cinema. Mambo ni mengi atakuandalia huyo. Tulia bado mtazamaji. Alright. Asante sana. Tinga liliweza parpa basi ni kutambaruka star kama hiyo. Huko jamaa anakumbuka tukari kama nzi. Anashindwa. Manzi amepelekwa wapi? Aliletwa gerezani. Unaona? Jamaa aliletwa pale gerezani. Oye yai, aliweza ni kuletwa gerezani. Washalala. Asante sana Tina Mardani zaidi. Okay. Unajua sasa hapa hakuna nyanyao, hebu kuja hapa. Ile kitu namba sasa unaweza ukafanya ni ufanya ka shopping. Kwa sababu huko mtani lazima njoo kuganisha na watu ununua kisigara hapa. Utaenda kubahatia mkubwa huko. Hakujua ni mkubwa mgani anafaa patie kispot. Wala yaji. Akakuja kabisa ni kununua vitu namba sasa angeweza ni kuhitaji. Wala yaji. Manake unasikia kwa manaketi anaingizwa pale gerezani. Kapewa mpaka kiberiti. Akaambiwa sasa ni wakati wa kulipa, akatoa dhao. Na vitu zenye amenunua ni za 300. Akauliza cheji ni yoko kiuma. Yani umeanza kuninyanyasa na hata sijaingia gerezani. Olele yae. Sala. Jamana analipa. Anaambiwa sasa cheji utakujia ukitoka gerezani. Akaona milango ya gereza imefungwa. Oi! Huko ugaimari. Hapa nitawahi toka kweli. Jamaa sasa hapa nakufahamisha kuna kibarua shisha. Kama kuna kitu ni jambo nambari sasa kunacho. Kama kuna jambo nambari sasa kunalo. Manzi, jamaa kuna kibarua shisha. Jamaa wetu yuko na kibarua na kuambia mtazamaji. Alright. Aliweza ni kuingia. Kisha sasa hapa kuna Maindukuru. Maindukuru ndiye huyu. Aliletea mdozi pale pa basi msosi. Ati unaleta nini? Kwa nini unaleta hii mzozi? Mkubwa, shika. Alafu huyu naye anapenda kutema mate. Ui. Naitawa kwa furugite mimata. Furugite mimata. Wacha nionje hii nisikie ina taste namna gani. Ai! Afande, ai. Yaani nikuulize. Hii chakula umefika na nini? Mema kama kaparo. Hii chakula nimepika vizuri sana. Akaweza kufahamishwa aende pale katupe hiyo chakula. Mdozi hawezi akakula. Jamaa tunaye sasa kafikishwa pale gerezani. Oye yai. Hajui hapa basi atakaa hapa gerezani miaka mingapi. Kumbuka wakati unafungwa unaambiangwa umefungwa kifungo cha miaka 2 gerezani. Umefungwa miezi 7. Umepatwa na defilement so umefungwa miaka 20. Hajui. Hajui kisha kaambiwa sasa unajua hapa unaweza ukakuja kuleta kuunguni. Unakuja hapa na kuunguni. Toa manguo haraka. Toa manguo haraka. Kisha wanajigawia vitu zake. Oi. Chuma na shida kai huko kale kuru. Oi. Akaona ile pete. Hiyo pete hawezi kataka mchezo nayo. Hiyo pete hawezi kataka mchezo nayo. Okay. Wacha niuangalie kinyungurusi. Wacha nikuangalie kama mzuri. Oye. Hii ni hali ya gerezani mtazamaji. Kateremshwa manguo namna hiyo. Sasa hii ni kuangaliwa kama akona nini. Oi. Suru.
Atafanya nini maskini wa Mungu? Atafanya nini? Wala atakuja kuiza na kutinda kitu gani? Okay, toka raga. Hauja hapa kukaa namna gani kijana? Je, hata usasa sijui kama umeomba maombi yako ya mwisho. Nasikia uombe maombi yako ya mwisho. Kwa sababu mimi naweza nikaamua wewe ukuve leo na huna kitu itafanyika. Umbavu zangu. Hapa huna nyanya ya mtu unasikia kijana? Jamaa tu anakaa tu ametulia. Jamaa anakaa tu para basi ametulia. Amishani na wale wanapolisi. Abishani kama para basi na wale wanapolisi. Alright. അതിന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. മോനെ പിന്നെ ഒരു 2 വർഷം നല്ല മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടി ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു. Akaweza kufahamisha ujue kama na keti mimi ndiye captain na Razwizi. Na kama mimi ndiye captain, lazima para basi uwezi kukaa venye na ambavyo mimi nataka. Saa yake ikachukuliwa kisha wakapigiwa king'ora. Wakaweza kupigiwa king'ora. Ulele yaji. Hapa ni gerezani. Sasa wanakuja kufanywa inspection. Wewe amkeni. Sasa ni wawizi kukaa chonjo. Manake huwanga kuna kuja kuiza pale kufanywa inspection. Wana polisi wanakuingilia. Polisi gereza manzi wanakuingilia kuiza ni kufanya inspection. Wawizi ni kuangalia venye na ambavyo sasa para basi mama imetoria RZG. Alright. Asante sana. Wafungwa wanakaanga tu pale yule kofuru wanaweza kufikiria kama ni saa ngapi wakuja kufanya pale inspection. Okay. Nataka niwaite register unasikia? Dangra zikimia noi. Kisha manguo zao zinatolewa. Zinakuja zinaharibiwa. Kila kitu kinaharibiwa. Choko maneno. Ati sasa hii ni kuangalia konguni. Na kama kuna kitu wamejifichia. Okay, yavanda wacha nikuambie. Hii kazi nafurahianga sana kuweza kusikiza hii watu vibaya. Hii maambuzo kabisa. Nakuja naangalia hapa. Na hapa kuna sufuria fulani ambayo ningetaka uiweze kuicheki. Kunayo sufuria. Kisha sasa ikasemekana nani nambe sasa alikuwa pale basi na kibangi. Nani alikuwa na bangi? Nauliza swali. Nani alikuwa na bangi? Nani viongozi si ni wewe? Kumbavu zao. Nauliza nani alikuwa na bangi? Bangi imetoka wapi? Ui. Maisha gerezani inakuanga na mnaisha. Maisha gerezani mazi inakuanga ni mangumu zaidi. Kama kuna maisha namba sasa inakuanga ni mangumu. Ni maisha para basi ya pale gerezani. Oyeyai. Sasa wangefanya nini maskini? Wangeweza para basi ni kufanya nini? Wala wangeweza para basi ni kuja kutindo kitu gani shisha? Alright. Jacob Borges. Jamaa kuja kwanza ni kuuliza maswali. Kisha kama dhaka anapenda kutema kikorora. Ui. Haya. Apale jodi? Adhiyapanairno. Oye, makosa yako ilikuwa nini? Makosa yangu sijui. Tujui makosa yako? Umamayo. Hapa ni gerezani sio wanyanya ya mtu kumbavu wewe. Lazima uweze kukaa hapa mzuri unasikia? Na usiani kama unaangalia serikali unanidharau kwa sababu kuna mantevu mingi kuliko kichana eh? Okay, uko na bibi? Akaweza pale basi ni kuweza nikufahamisha kila kitu. Haya, hawana wanaendelea pale basi na inspection. Hawa ni wana polisi, askari jela, wanaendelea pale na inspection. Lakini mtazamaji ni kufahamisha mapema. Kumbe kuna gaidi fulani na ambaye sasa anajulikana kwa jina Maindukuru. Na Maindukuru alikuanga sasa this time round ameamua lazima atakuja kuiza ni kuepa. Maindukuru shasha. Maindukuru alikuanga ameamua liwalo na liwe. Leo hii lazima nakuja kuepa pale gerezani. Kwa hivyo wana polisi wakaanza. Makosa. Walala yaye. Funguo za gereza zikaweza na kuanguka. Kisha sasa wakaanza kufungulia wale wafungwa wengine. Ikawa sasa ni kitanze pale gerezani. Wana polisi wameshaweza na kufungua pale panwa. Nani? Sasa ni waanza kupiga pale basi filimbi. Wale wana polisi wengine. Ai, wahora inatoka. Jamaa tunaye kaona. Kumbe
kumbe kuna mtu anahepa na ni wakati amekuja gerezani. Na makosa ni kwamba jamaa hajui anakaa gerezani kwa muda para basi unatoshana namna gani shisha. Hajui atakaa pale gerezani kwa muda unatoshana namna gani. Manake hakataka kupitishwa pale kwa mahakama. Akajua basa sidi kuepa mnaepa hii. Bas mimi ndio namba sasa nitakuja kuiza na kuipa kitanzi shisha. Wana polisi na wafungwa, wana polisi na wafungwa. Chokomanino hapa sasa na kufahamisha ndugu brother mpenzi mtazamaji, manze ni kitanzi na maana para basi arazi manze kumeharibika, kumeloka. Kisha sasa yule jingiri kwa jina mkipenda Mainduku, kuna lile dinga na ambalo sasa lifaa kuweza kumchomba arazi. Akasikia honi na ameshachukua na kitu wakati wake kuja kuweza na kuchomoka arazi umeshawiza na kufika. Na maana wakati wake Mainduku kuweza na kuchomoka arazi ushawiza na kufika. Wakati wake wa kuchomoka para basi ukipenda arazi ushawiza na kufika. Na kwa hivyo akaamua kuweza na kuipa Mainduku shasha. Mainduku jamaa tukacheke kaona huyu mtu kabisa ni kuepa anaepa. Akarushiwa kamba. Jamaa akajua hiyo kamba mimi ndio namba inafaa nihepe nayo. Mainduku ndio huyo. Jamaa akaona wasaya. Hata kama nimekuja gerezani leo, manzi mimi ndio namba sasa nakuja kuepa. Bash. Kijana wetu aliamua kama na kweti nimekuja gerezani leo, lakini mwenye namba sasa atakuja kuepa ni mimi, sio wewe Mainduku. Bwana mwenye atakuja kuiza na kuipa manzi ni mimi. Nayo mbio chokomanino. Jamaa sasa ni mbio salala. Mainduku ndio huyo Mainduku. Kisha karuka chokomanino kuja hapa Mainduku, sio wewe unafaa kuepa. Bana ni mimi ni dere imairima. Mainduku akaona huyu mtu anataka kuweza kuhepa. Mainduku akaona sasa ilikuwa ni nafasi yake ya kuhepa, lakini akaona wana polisi wanakuingilia. Wana polisi wengi wamefunguliwa. Sasa jamaa akatupa ile kamba. Unaona? Akaitupa star kama hiyo. Sasa ikiwa na maana yeye ndiye namba sasa amezuia Mainduku akuje kuweza ni kuipa. Makusha. Kisha sasa akaanza kutandika wale magaidi wengine. Sasa polisi wakakuja akasema hii mtu imeweza na kusaidia sana Lakini katika ile harakati pale basi chini akasikia ameshika kitu. Huko na polisi wamekamata wale magaidi. Kwanza Mainduku ndio huyo. Jamaa kaona ameshika daga. Ameshapata kisu. Akajua hii inajifichia. Hii inaisuda. Alright. Mainduku ragweza para basi ni kukamatwa pamoja na wenzake para basi Arozinzo na kisha wapelekwe pahali wapatiwe punishment. Alright. Waweze ni kupatiwa para basi punishment. Yaani unataka kutoroka? Yaani unaletwa hapa gerezani, hicho yako inapiga uweze kutoroka hapa. Na unataandika polisi kumamayo. Kumbavu zao. Sasa jamii tu ya kusaidia polisi. Na si ati aliwasaidia, alikuwa anataka kuhepa. Sasa leo hiyo mpaka anapewa chai ya sukari na maziwa akule kama wadozi. Walale yaje. Huko kina Mainduku sasa ile vita ametandikwa. Nyingine hujawahi weza ni kuona. Ile vita namba sasa kina Mainduku wameweza ni kutandikwa. Ni vita namba sasa ni ya Kamensi. Ina maana ni vita namba sasa ni deadly zaidi. Alright. Aliweza ni kutandikwa Mainduku. Aliweza ni kutandikwa star kama hiyo. Lakini Mainduku aliweza ni kukasirika sana tena zaidi. Manake mwenye amezuia asiweze ni kuhepa ni kijana wetu. Mwenye namba sasa ameweza ni kuzuia pale asije akaweza ni kuhepa. Alikuanga sasa ni kijana wetu. Lile jambo liweza ni kumuuma. Lile jambo lilimuuma mbaya mbovu. Ni jambo ambalo sasa limuuma Mainduku vibaya zaidi. Huku sasa Mainduku ile punishment ambayo sasa alisukumiwa ilikuwa ni punishment ambayo sasa ni deadly zaidi. Alisukumiwa pale basi mateso. Alright. Jamaa tunaye sasa lazima aweze ni kuleto sasa pahali ambapo atakuja kuiza ni kudoze. Manake sasa hata kama amesaidia polisi yeye ni mfungwa. Kwa hivyo aliweza ni kuleto pahali ambapo sasa atakuja kuiza ni kutulia. Lolo yai. Asante sana tina mardari zaidi. Aliweza ni kuingilia.
akasalimia pale wafungwa wenzake. Mlio kuwa kona hapa kuna kakona akana mtu shiria yongo ikara asiwe na habari hapa gerezani hakuna pahali ya mtu. Hapa ni gerezani na hakunanga pahali ya mtu. Oi. Hii ni mkojo. Ina nyuma uzuguma kwa. Kisha sasa kuna gari fulani na sasa mweze ni kudoza. Alright. Mandukuru naye sasa ndio ametandikwa. Alikuja kupitishwa karibu na jamaa wetu. Akamwona wewe ndugu hiyo lazima wallahi lazima nitakuua. Wewe lazima nitakuua wewe. Yaani ukafanya nisi hapa wewe. No, kwanza unakuja hapa kuongeleza unatishia nani? Unatishia na ajiria gumamayo. Ajiria hii mikono yako, umbavu zao. Ameweza kutandikwa. Ametandikwa mbaya mbovu. Ameweza ni kutandikwa vibaya sana tena zaidi. Alright. Asante sana tena maridadi zaidi. Alright. Sasa ikawa para basi na ndivyo hivyo. Lazima hapa basi waweze na kukaa pale gerezani. Jamaa tu alikuwa amepata nafasi ya kuipa. Lakini atafanya nini? Hawezi akachomoka pale gerezani. Ameweza ni kushindwa pale sasa. Ni kuchomoka pale basi gerezani shisha. Alright. Asante sana. Hatimaye sasa wanakuja kuiza ni kutoria razinzi uloloyai. Yaani wewe unakuja hapa wewe. Kumbe sasa haka nako ni Kahija. Kahija alikuja kamwambia Vavarai, woi modo. Unaona ng'ang'adu mako pale. Sasa Kahija ndiye alikuja kumchanua. Akamwambia sasa unaona ng'ang'adu mai. Huyo ndiye nambe sasa nakuaga na kibali cha watu kuendelea kuporia razinzi. Huyo ndiye nambe sasa nakuaga na kibali. Vinyi sasa utakuja kukaa razinzi kwa hivyo. Enda umpeleke kibuza. Yaje ng'ang'aduma. Sitaki vita. Tukianza kupigana leo hii hatutamaliza vita. Chukua pale basi kitu kurangi. Chukua kitu weze ni kukura razinzi. Walala ya asante sana tena basi barashaka barabara zaidi. Inenda unagitane irikete എടുത്തിട്ട് പോടാ അവന്റെ ഒരു ബീഡി. Asante sana maridadi. Ikawa sasa pale basi wanakuja kuiza ni kutoria razinzi ulolai. Washalala. Haya wanakuja kuiza ni kutoria. ഉറങ്ങാതിരുന്നോ? Alele. Ani wewe unajifanya ati wewe ulikuja juzi na uko na kiburi. Unajua sisi ni akina nani? Sisi ndio kusema juu. Mimi wanavuta kiboza. Nacho kwa mimi kuvuta kiboza, mimi mtaki mtu mtakuja kuleta ujinga. Unasikia? Mimi ni mtu na bisasa, mimi ni mtu na nakaa giza. Ni mimi kana kaa giza, mimi ni mtu na bisasa nimenua sana. Hicho kitu. Kaanza kupatiana vitu razinzi. Hapa paatu വെച്ച് കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ സാറിനെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കും. Mdawa na kardarka. Kaza പോയി കൂടി കേറ്. Alright. Warikuta pale papasi razinzi. Jamaa kapatiwa msosi. Wacha sasa aonje chakula ya gerezani na amezoea vitu tamu tamu. Oi. Akaonja akasikia hii chakula. Inaonja vibaya. Akasikia chakula inaonja vibaya na iko na nyama. Hii nyama ni ya nini? Kambia yoyo na ngabea. Akaonja. We. Kwani hii chakula imepikwa na mkojo wa mtu ama ni nini? Akaambia kama utaki ende umwage kwa choo. Akafanya makosa. Akazimwaga. Wewe, yani unamwaga chakula. Unamwaga chakula. Unawezaje ukamwaga chakula? Unawezaje ukamwaga chakula? Wewe. Mimi nasema mwache. Achana na hii mtu mgeni. Hii mtu mgeni kabisa. Makwendi kabisa. Mimi tuingie na hii. Nimwache upusi. Haya. Noanda alikuwa aliambiwa apaweze kupatia huyu jamaa hapa basi sigara. Akaambiwa Vavarai wada na kakuja pale ati tumemwaga chakula. Oi,
itakuwa pale tutakaa wiki 3 bila msosi. Kwa hivyo akafahamishwa aweze ni kuhakikisha ameweza ni kuosha hizi. Alright. Ikawa sasa para basi na ndivyo hivyo. Jamaa sasa maisha yake pale gerezani yameanza kukua mangumu. Hajui itaweza na kufanya nini. Kijana wetu shisha. Hajui itaweza na kufanya nini. Lakini immediately aliweza kuingia pale gerezani. Alianza kufikiria vinye ambavyo sasa this time round angekuja kuiza ni kuhepa. Alianza kufikiria vinye ambavyo sasa angekuja kuiza ni kuhepa. Ng'ang'ando manaendi huyu. Yeye nikwambia mimi nataka mtu mtakuja kuleta ujinga. Mimi mtu na ambaye sasa makisema nataka kitu mtake push. Wana polisi nao sasa ndio hawa. Okay. Kwa nini mnakaa kama watu wamefurahia? Hapa ni gerezani mnavaa mkaazirike? Taizo buda yo. Minakula kiboza juu. Amezoea kukuvuta tu sigara kama DJ Ma. Lolo yai. Washalala. Alright. Kama sasa para pa basi na ndivyo hivyo. Yuna mwana polisi anaendelea para pa basi na inspection. Wanakaanga star kama hii. Hapa ni gerezani. Na hakuna kitu mbaya mtazamaji kama kukaa gerezani. Usiwahi jaribu kufanya kitu kinaweza fanya uende gerezani. Ni kweli. Huko hakuna nyanya ya mtu. Huko hakunanga para shoguo. Kuna kuanga ni kubaya zaidi. Timu sasa alianza kukumbuka kare Kamanzi, manake mwenye nambe sasa amefanya wizi na kuja para gerezani ni huyo mrembo. Mwenye kafanya wizi na kukuingilia para gerezani hakika ni kwa sababu tu ya huyo mrembo. Alright. Anakumbuka vinyi nambe sasa kuchanga kawizi na kuwa mwanapolisi. Aligonga mwanapolisi. Mwanapolisi akaweza ni kuiaga dunia. Na hapo ndipo sasa akaanza kusakanywa na akaweza ni kuletwa hapa gerezani. Alright. Akaweza kusakanywa na akaweza ni kuletwa pale gerezani. Maskini wa Mungu. Alright. Alikuja kambo sasa hapa. Ni lazima uweze kujua technique, namna ya kusurvive. Hakuna ati unakaa hapa na stress. Maisha ndio hiyo. Ikawa sasa ni mchana nenda, usiku rudi. Ako gerezani. Maskini wa Mungu. Maisha yake iko pale gerezani. Ikawa sasa ndivyo hivyo. Lazima watu waweze kupatiwa sasa punishment. Venye sasa watakuja kuita ni kukaa pale gerezani, unakuja unapewa pale basi uji na kadhalika. Okay. Serikali yote imekuja hapa hii. Wewe kama hujaweza na kukunywa kitu kidogo, hakuna kukunywa. Hiyo mambo yote tunamaliza namna hiyo. Kisha sasa Maindukuru ndio huyu. Kumbuka Maindukuru alikuwa anataka kuiza nikuepa. Unakutaka kuleta kitu gani kwa mama? Kwa mama wacha kuja kuweza kuleta ujinga. Hii yote ni serikali hapa. Ujinga utapeleka mbali. Sura mbaya kama kinyesi ya punda. Oi, anatukana eneo polisi wakati mwingine. Anakuweka pale babazi. Na matusi hatari. Sasa uniambie tangu lini mtu sura yake ikakaa kama kinyesi ya punda? Lala ya. Alright. Haya. Jengiri naye sasa ndio huyo. Ile kutandikwa alitandikwa. Mugongo tu inararama. Oi mugongo. Washalala. Alright. Jamaa tunaye sasa para basi. Kumbuka ameshaanza sasa kuwaza. Ameanza kuwaza na kuwazua. Juu lazima sasa atakuja kuiza na kuchomoka hapa gerezani. Hicho ni kitu na jambo nambari sasa. Ameweza ni kuamua sasa. Ameanza kufikiria vinyatawiza ni kuchomoka hapa gerezani. Manake kuna mambo nambo sasa nakumbuka. Kuna mambo nambo sasa nakumbuka. Maskini wa Mungu. Na kuna mtu fulani nambo sasa ameamua akichomoka tu gerezani, huyo mtu lazima atakuja kupenda. Manake kuna mtu aliweza ni kumsiti. Kuna jamaa kadhaa fulani nambo sasa aliwezanga ni kumsiti. Kwa hivyo jamaa imeamua kama naketa kichomoka gerezani, lazima yule gadia atakuja kuiza na kupenda. അവന്റെ വാർപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പോരാന്ന് ഡേവിഡ്. അവന്റെ കെട്ടുകളെ കിട്ടാണ്ട് കാര്യം നടക്കില്ല. അവളുടെ കാര്യം എന്തായി? അതാദ്യം പറ.
Alright. മൈസൂർ മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കണ്ട് സാർ. മൈസൂരേരി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളി വരാം, അവളെ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ കിട്ടിയ തിരക്കൊക്കെ കൊള്ളാം. രാജാ, ഇവനെ കൂടെ കുടിക്കോ? Haya, hebu tukuingilia pale pa basi bado gerezani. തേങ്ങ അടപ്പുണ്ട്. Watu wanakuja kuiza ni kupatiwa pale pa basi majukumu. Wenye watakuja kuiza pale pa basi ni kufanya mambo na kadhalika. Jamaa kambo hapo ujua hakuna shughuli. Nasikia? Hapa ujua hakuna nyanya yako. Kwa hivyo kama unakaa hapa, ujue vinye na sasa unakuja kuiza ni kusurvive. Si mambo ya kukaa pale pa basi ni kama mtu na sasa ajielewi. Olele ya je. Atafanya nini maskini wa Mungu, wala ataweza pale pa basi bila shaka ni kutinda kitu gani? Lazima wanakuja kuiza ni kuangaliwa. Kisha sasa hiyo gari akaiza ni kufahamishwa, lazima pale pa basi uweze ni kujua vinyo utakuja kukaa hapa gerezani. Usipoweza ni kuwa na nidhamu, tunaweza hata tukugombandisha mbinguni ukaonane pale na Musa. Unasikia? Bwana wewe kijana, toa haraka. Kumbe sasa haka nako ni mono. Oi. Ni wakati kanaletwa hapa gerezani. Okay. Kwa nini unabeba kitabu? Kwa nini unabeba kitabu? Shika hapa. Wacha nikwambie kichana uweze bara kujua vinyi sasa utakuja kukaa hapa gerezani, unasikia? Alright. Haya. Alikuja sasa amebeba pale pa basi mapicha za mamanzi. Olele ya. Alright. Okay. Wewe utaingia hapa. Uweze ni kukaa hapa kumamayo. Haya, lakini Maindukuru kumbuke sasa ako na hasira sana tena zaidi kwa sababu yake kijana wetu. Maindukuru amekasirika sana tena zaidi kwa sababu yake para pa basi ni kijana wetu Shisha. Kama kuna kitu ni jambo ambalo sasa amefanya, ameweza ni kukasirika zaidi. Alright. Sasa wanakujaga kuiza para pa basi ni kuona watu loloyai. Sasa wakiona kadimu wanafurahia. Hey, naona bobo hii. Kaitaya kinete mono. Kumbuka kuna wengine wamekaa hapa kama miaka 3. Hawajai hata nini? Maskini wa Mungu. Oi. Maisha ya gerezani inakuwa ni mangumu. Wewe nikwambie, mimi ni mama yako, mimi baba yako na yeye ni mama yako. Sasa bibi yake huyu alikuja kumuona. Kamwambia Vavari, wacha nikwambie, unaona kale kashamba ketu? Oi, kuna watu wananinyang'anya. Majirani meirima. Wameniambia niweze nikuchomoka. Kisha kambo sasa, kwa sababu nimenyang'anya shamba, huenda hutawahi kuja kuniona tena. Ili huenda ni mara yangu ya mwisho kuja kukuona. Oi. Na mahali akachomoka. Koi. Hii unataka kusema nikitoka gerezani mimi matendo mpate amana familia. Mimi hata kuna familia yawa. Hii ni mambo na msosi ni mbaya sana. Jamaa tukacheka kaona yule jamaa ni mtu mzuri, wanaweza wakaprani na yeye kuhepa gerezani. Jigadhe kuna stress. Ithe ndwakiuga ndũkũrĩa ndũreke ndĩcirie tingaite irio cindĩ gũkũ niĩ. Haya, alright. Sasa jamaa tu anaweza para pa basi ni kutulia, lakini akili zake zinapiga tu vinya anaweza chomoka hapa gerezani. Akili zake zinapiga vinya anaweza chomoka gerezani. Alikuja kampata yule kadhi. Ni aje buda boss. Chana kiberito, acha nikuwashie kibuza. Haya, akaweza kumwashia. Asante sana. Kisha kakuja kamwambia, nimeona bibi yako ni kama hamjamsikizana vizuri. Na mimi niko na idea. Tunaweza tukaepa hapa gerezani. Sijui kama utakubali. Ndio, tunaweza kuongea kama ni mzaa. Mimi najua mimi akapata chance, mimi natoka Nduki. Mimi akapata chance ya kuchomoka hapa, mimi natoka Nduki. Hakuna kufikiria tena. Kandi. Jamaa kama bia niko na plani. Bora tu ukubali kutumia kanua tumi. Ukubali tu kunyamaza, ukubali tushirikiane, tuchomoke ardhi hizi. Bas. Otherwise,
mimi niko na plani vinyi tunaweza tukachomoka hapa gerezani. udayanete ചെല്ലിത്താത്തി പോലീസുകാരുടെ കയ്യടി വാങ്ങിയത് Niko na plani ya vinyi ambavyo sasa tunaweza tukachomoka Arzuizi. Haya, amepata mfuasi mmoja. Ololeyai, asante sana Mardadi. Amepata mfuasi mmoja. Jamaa yetu ameshapata mfuasi mmoja juu yule gadhi alifikiria vijana sasa bibi yake aliweza na kumwacha. Kaona hii kitu pana sasa. Bibi yangu mpaka anakuja kuniambia pale gerezani, nikitoka gerezani nisiwahi kuja kumpata. Jamaa alikuingilia. We ni aje buda. Kile kiplani manzini nimekifikiria juu. Tunaweza tukazidi man. Akaambiwa basi. Kama umekubali tunaweza tukahepa. Wengine wasijue. Juu tunaweza tukauzwa. Kwa hivyo sasa hiyo kwanza ibaki ni mimi na wewe. Asante sana. Ikabaki sasa ni wao wawili wanajua. Wao wawili tu ndio namba sasa wanajua ya kwamba naketi sasa wanakuja kuchomoka Arzuizi. Alright. Ai, jamaa kawaida ni kuchomeka. Ni nini unanichoma? Kaa nini? Wewe. Wanakuja pale pa basi ni kubishana Arzuizi. Ikawa sasa pale pa basi na ndivyo hivyo. Ni aje buda, wacha ujinga buda, unasikia man. Haya. Ikawa sasa ndivyo hivyo. Lakini jamaa itakufika Arzuizi. Kumbe Maidukuru alikuwa amesema jamaa itovamiwe. Makosha. Wakakuja kuvamia. Mwageuka kujulia ki goja. Magaidi wake Maidukuru wametuma mvamie kijana wetu. Lakini wanavamia nani? Wanavamia ndio. Lakini wanavamia nani? Huyu ni wazimu shasha. Mnakuja kuvamia ndio. Lakini mwenye namba sasa umetuma kuja kuiza na kuvamia. Huyu ni wazimu shasha. Salala. Hapa kuna watu inapigana. Sasa polisi wakaweza ni nguto. Ati kitu gani? Munakuja kupigana. Jamaa yetu sasa ndio huyo. Kajamaa sasa para pabasi. Karikuja kakaweza para pabasi ni kufahamisha. Mnataka huyo mtu kitu gani? Huyo mtu kaa nini? Nini? Sasa hii ilikuwa ngali plani. Kwa sababu sasa jamaa yetu alikuwa anataka yule gadhi namba sasa mtu yote ambaye hakubaliani na wao anaondolewa kwa ile room yao. Haya. Yule gadhi akaondolewa star kama hiyo. Alright. Wakaweza ni kuondolewa star kama hiyo. Jamaa wako na plani ya kuweza kuhipa. Plani imeingiana. Wanataka kwa hii room wabaki tu watu na ambao wako willing na wako kimoja. Watu na ambao sasa wako na kogosi inafanana. Alright. Asante sana. Maidukuru naye kumbuka alikuwa ametandikwa. Alikuwa ametandikwa vibaya zaidi ni wakati anaendelea kuponya para pabasi ni vidonda. Hapa ni gerezani hakuna ati kukatakata para pabasi vitu ati dogo. Ni unakata makubwa. Olele yaji. Lakini mnajaribu kupiga para pabasi chakula chenye ladha ili at least usikie pale pabasi ni kama mko nyumbani. Lakini gerezani kuna kuanga ni kubaya zaidi. Alright. Sasa jamaa yetu kuja pale sasa wakaamua papara hii. Lazima tujue namna ya kuja kuiza ni kuhepa. Lazima ajue namna ya kuja kuiza ni kuchomoka Arzuizi. Wakati wawili wameweza kupangana wakiwa watu wawili Arzuizi. Huku jamaa anaulizwa kwani hii plani ya kuchomoka Arzuizi? Kwani tutachomoka mwaka gani? Jamaa anamwambia tulia. Jamaa anaambia kara kabisa tafadhali tulia. Nikupange. Usikue pale basi na wasiwasi. Wewe tulia namna hiyo. Alright. Plani yao kubwa pale ni kuchomoka hapa gerezani. Jamaa alikuja kapata sasa hapa kuna propela.
na akaanza kufikiria mambo ya propera. Haya, kisha kakuja kapatiwa kachai. Ololai. Asante sana Tina Merdani zaidi. സംസാരിക്കാനില്ല, ചാർലി കിട്ടണം. പിന്നെ നീ അപ്പച്ചന്റെ പോളിസി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി 3 കോടി രൂപ. Uko alikuja kuiza para pa basi. Niko pewa para pa basi. To story. Uko akiulizwa para pa basi mashwari ya Razwinzi. Na wana polisi hawezi wakamshuku. Ati kama na kitu anaweza fikiria kuiza ni kuipa. Manake wakati alikuja gerezani, wao walifikiria aliwasaidia ili Mandukuru asikuje kuhepa. Lakini yeye alikuwa na plani ya kuiza ni kuchomoka gerezani. Ni vinyo tu pare haikuweza pare kwenda through. Yeye alikuwa anataka pare weze ni kuchomoka. Badala yake pare pa basi Mandukuru. Yeye alikuwa anataka awe ndiye nambe sasa atakuja kuchomoka sasa. Alright. Tunda പെട്ടിയില് കാശ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായേ. അപ്പച്ച 19 കോടി രൂപ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആധാരങ്ങള് alikuja kuiza ni kupatiwa pare pa basi Mandira Razwinzi. Ulolai. ആളുകളൊക്കെ മുതലുമായിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ വീട്ടു പിടിക്കുമെന്ന് കാവലിക്കുക. ഡോക്യുമെന്റ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? നീ പറ, അവരെവിടെ ഉണ്ട്? അപ്പച്ചൻ തീരാൻ പോയാണ്. ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വത്താണ് ഇത്ര നാൾ അയാൾ അനുഭവിച്ചത്. Huku bado akizidi kukumbuka ഞാനോട് mambo nambo sasa kawiza ni kutendeka. Ni mengi sana nambo sasa rawizanga ni kutendeka kabla hajakuja pale gerezani. Lakini kichwa chake kinapiga tu kitu moja. Lazima achomoke pale gerezani. Hicho ni kitu ni jambo nambaro sasa ameamua. Liwalo na liwe lazima aweze kuchomoka hapa gerezani shisha. Lazima achomoke gerezani. Hiyo ni kitu nambo sasa amekuwa pale na plani yake. Kuweza kuchomoka hapa gerezani. Alright. Ataweza kuchomoka kama katoma namna gani? Anamkumbuka Manzi. Manake hata doa waliweza ni kufunga. Anakumbuka para pa basi Manzi. Manake hata doa waliwezanga ni kufunga. Kijana wetu. Lakini sasa anakuja para pa basi kuoga uso. Huko yule kadhaa akakuja kamuuliza tena wewe. Mimi nauliza wewe, mnataka tuipe kitu gani? Unataka tuipe siku gani bana? Ai, hii mambo ya kukaa hapa gerezani inaniumiza. Unataka tuweze ni kuhepa siku gani? Tutikikalira huko mno. Tumekaa hapa sana babara hii. Lakini alimkumbukanga huyu gadhi. Jumitu kuna mambo mengi zaidi yenye huanga nakumbuka. Kuna mambo namba sasa huanga nakumbuka. Alright. Pia yule gadhi aliweza ni kumalizia story yake. Namba sasa aliweza ni kujipata pale gerezani. Jamaa alikuwa na maisha mazuri. Alikuanga pale pa basi anafanya mambo yake mzuri. Lakini wakati moja kikaumana vibaya. Unaona? Na ndio akajipata hapa gerezani. Alikuwa ni mtu wa madili. Mtu alikuwa anakuja kuiza na kupiga pale pa basi biashara kubwa kubwa. Lakini wakati moja kakaweza kumumania vibaya. Walikuwa wanaragua madawa za kulevya. Wanaragua pale pa basi madawa za kulevya. Wanafanya biashara kubwa kubwa. Lakini wakati moja iliweza pale pa basi kumumania vibaya, na hapo ndipo pahali ambapo sasa ikawa sasa mabeshte zake waliweza ni kuuawa, huko akiona watu ambao waliweza ni kupenda zaidi wanauawa na kisha wanazikwa wakiwa hai. Wengine wanauawa huko, wengine wakizikwa wakiwa hai. Na jingine namba sasa alikuwa ni hatari zaidi. Hii yote wanaendelea kukumbuka wakiwa pale gerezani. Hii yote hapa basi jamaa wetu pamoja na Urugadhi, kila mtu anakumbuka story yake venye maisha ilikuanga. Huyu Manzi walikuanga pale pa basi ni wapenzi na kijana wetu. Licha kwamba na Keti Manzi alikuwa ameweza ni kusindikizwa pale aweze kuja kuwa sister, lakini yeye akasema ashampenda jamaa wetu na hawezi akakataza moyo. Unaona? Hawezi akakataza moyo. Na hata walikuwa wamepanga ya kwamba watakuja kuoana. Walikuwa wanapendana sana tena zaidi kijana wetu. Lakini wakati moja Manzi akiwa para papasi mtani, kuna wale magaidi nambo sasa
walikuwa wanazidi kuweza na kumtafuta. Unaona? Wewe kama huyu alikuwa pale namtafuta, kisha huyu mwana polisi akamnoki manzi yake jamaa wetu. Okay, serikali ikitaka kitu imetaka, unasikia? Sasa mimi nimesha kutaka na je nimekunoki na nitakuja uwa umamayo. Sasa ikawa yule mwana polisi alizidi kumtafuta manzi. Hiyo yote jamaa wetu anakumbuka. Venye pale papa si yule mwana polisi alizidi kuiza pale papa si kumtafuta. Na jamaa wetu wakati na ambapo sasa anakuingilia ndipo alikuja kuiza ni kupata hapa kuna gadina ambaye sasa anakuja kumtandika manzi. Kapita na yeye mbaya makosa, kapita na yeye mbaya mbovu. Unaona? Akaweza kupita na hilo gadhi. Gadhi mwenyewe ndio huyo. Aliwezanga ni kupita na yeye star kama hiyo. Huko kaweza ni kumuokoa pale pabasi ni manzi. Jamaa tu hakuwaitaka pale pabasi mtu nambe sasa. Angekuja kuiza ni kuleta upusi. Yule gadi akamchukua manzi na kisha hatimaye wakatamburuka. Unaona? Wakaweza ni kumchukua pale pabasi manzi na kisha hatimaye wakaweza ni kutamburuka. Ikawa fujo ziliweza ni kupatikana pale pabasi mtaani. Fujo ziliweza ni kupatikana pale mtaani. Kukawa pale sasa mtaani kumeharibika zaidi. Kwa sababu kuna moja kati ya magaidi mwenye nambe sasa ameweza ni kuuawa. Kuna moja kati ya magaidi na ambaye sasa ameweza ni kuja kutambarizwa. Jambo na ambalo alikuweza kuwafurahisha hata kidogo. Ni jambo na ambalo sasa alikuweza kuwafurahisha magaidi hata kidogo. Alright. Asante sana. Mardari. Waliweza na kuja sasa na kisha wakapatana. Babarai ina sasa imefanyika. Ati urega ati awe. Unawezaje fanya kitu kama hiyo? Unawezaje fanya kitu kama hiyo? Akamwambia hapana. Wakaanza kuletana juu. Huko jamaa anamwambia Babarai, wacha upuzi. Mimi nataka pale pa basi niweze kuhepa. Lakini sasa ikawa walikuja kuweza na kubishana. Walianza kubishana. Kaya nini? Mimi nawezaje nikafanya mambo alafu nawe nakuja kuleta ujinga. Kawe nako. Sasa wakakuja kuletana juu. Sasa huyu naye akakasirika kaona, yani nini yule kwa wewe? Lazima nitakupadisha. Huko gadi alikuja akachukua zile chapa zenye namba sasa walikuwa wamesave, akaamua kuhepa. Na ukumbuke hivi ndivyo tulianza picha yetu. Akaamua kama na kitu atakuja kuiza ni kuhepa. Kama utakumbuka vizuri, hivi ndivyo tulianza picha yetu. Hii yote jamaa nakumbuka kwa pale gerezani. Hiyo ni kati ya mambo na ambayo sasa yaliweza kumpeleka pale gerezani. Unaona? Haya ni kati ya mambo ambayo aliweza ni kumleta ni pale gerezani. Alright, siku baada ya siku kunaletwa pale wafungwa wengine pale gerezani. Ololei washalala. Asante sana Tina Mardani zaidi. Alright, siku baada ya siku wafungwa wanaletwa pale gerezani. Alright. Hey wewe, ni aje? Oka. We. Huyo mtu amekusalimia ni nani? We. Yule kagura tawa monati ngui. Na ni moruwe. Huyo sasa anaitwa monati ngui. Na ni mnoma zaidi. Kumbe walikuwa kwa geni moja na yeye pia amekamatwa. Ui. Yeye pia ameweza ni kukamatwa. Alright. Haya, maisha gerezani ikakwambia pale sasa hananga pale pa basi mazuri. Gerezani kuna kuanga pale pa basi ni kubaya zaidi. Alright. Asante sana. Sasa kajima kaliweza ni kuleta warazuinzi. Huko kambo Babarai. Lazima unipatie kimachi. Niweze pale pa basi angalau nikuvuta. Wewe nitoko walia. Tutaongea. Wewe. Babarai, ile plani yetu ya kuhepa namna gani? Ile plani yetu ya kuhepa. Kwa nini? Wewe ndio kama ni dogeja. Lakini hiyo ni plani. Wanakawa wakigombana ili watu wasijui wako na plani ya kuhepa. Unajua tati ya kudero limu. Acha nikwambie mani mimi sitakangi watu wanakuja kuniletea upuzi. Dumelia kanua wewe. Kwa kabisa. Akeko dawe na wewe nani nguvu ukite. Toge tuwekia rata. Alright. Asante sana. Wako na plani ya kuiza na kuchomoka hizi.
Haya, inafikanga wakati wanakuja kuweza na kunyolewa kuloloya hii. Asante sana Tina Mardani zaidi. Wanakuja kuweza ni kupata wakati wa kuweza kunyolewa, kuvua manguo na kadhalika. Alright. Maisha pale gerezani yamekuwa ni mabaya. Sasa jamaa aliamua ku approach huyu Gadhi. We, si umeingia gerezani leo? Aibu niache buda. Mimi niache jo. Niache jo. Kamwambia papari unaweza taka kutoka leo. Utoke hivi karibuni. Hii nimekuja gerezani alafu naanza kuniambia ati venye nitatoka. Mimi hata kama nikuua mtu nitaua. Maisha ya gerezani inaanza kunichosha na hata hajamaliza siku. Akaambiwa sasa kama unataka kutoka basi wiki ni jamo. Wiki ni jamo mo. Wiki ni moja. Naweza tukapanga venye tutachomoka. Alright. Lakini jamaa akaambiwa we, mondoshi wa mona atia. Hai. Sio hana angea. Huyo jamaa sasa anakaa yaani haeleweki. Alright. Jamaa na sasa para basi haeleweki. Washalala. Kisha sasa ukikuja hapa gerezani ukiwa mgeni. Ui, lazima sasa ukaribishwe. Ui. Kama haka sasa nikabesti. Karikuja kutandikwa. Jamaa anaangalia wenye namba sasa wanakuwa harassed na polisi. Hao ndio anataka ili watengeneze kikosi wakuja kuchomoka pale gerezani. Wow. Harakisha na maana waweze na kutengeneza kikosi na hakika wakuja kuchomoka pale gerezani. Shisha. Haya, wana polisi wakaendelea pale basi na kufanya inspection zao siku na mchana. Huku hii bado kumbuka ni siku baada ya nyingine. Ina maana ni muda baada pale basi ya mwingine. Shisha. Alright. Ni muda baada basi mwingine. Huku jamaa ito arakuja kawiza ni kuturia. Ina maana kijana wetu arakuja kuwiza ni kuturia razuizi. Wanga nangangana sana Tina zaidi kuhakikisha maisha yake pale gerezani hayakui mangumu sana. Lakini plani zake ni kuchomoka. Kama kuna kitu ambacho sasa ako nacho, kama kuna plani ambazo sasa ako nacho, ni plani za kuweza kuchomoka. Kisha wanakuja kuletana juu na yule kabishti ili kusiwahi kuja mtu ambaye atawahi fikiria ya kwamba na kitu ako na plani. Acha kwa mimi nakasirika wewe. Wewe unakuja kuingilia mambo yangu, mimi mtagonga wewe sana. Kamwambia tukamake, mimi nakaanga hivi. Huko utimodo nyenda. Huko hakuna mtu ananipenda. Kamuuliza yule polisi, si at least ni huko unanisaidia ninapata msosi mzuri. Lakini mwana polisi ajui hii yote ni plani. Choko manino. Karaka besti nako sasa ni wakati kamereta pale gerezani na kametandikwa venye hujawahi ona. Oi. Kalikuja kakaanza kujiongeresha. Yai. Alright. Ikawa sasa para papasi na nive hivyo. Wana polisi na wao wanakujanga pale kila wakati. Lazima kuja kufanya inspection. Wewe unakujaje hapa na uwezi ukakuja kufanya kitu mzuri? Akaona wana polisi. Sasa walikuja wakaanza pale papasi ni kupigana. Huyo ameanzisha vita. Mkubwa huyo ameanzisha vita. Wanataka afukuzwe. Kila mtu akikuja kama hamtaki kwa ile gereza anafukuzwa. Anapelekwa pale room nyingine. Unaona? Kwa sababu jamaa wetu wanataka wabaki kwa hii room. Ni watu tu ambao sasa wako na plani moja. Plani ni gani? Kuweza kuchomoka. Hii ni mambo gani? Hii ni mambo gani mnakuja hapa kuweza kuleta nyeta hapa gerezani? Hapa sio uwanyani ya mtu. Hapa hakuna mama ya mtu. Muache ujinga kwa mama hiyo. Kwa nini huyo amekuja pale kaanza kuleta nganganduma? Na si wewe ni nganganduma? Wewe si ni nganganduma? Unakuja hapa kuleta kitu gani? Tawala mimi hata heri nikuwe nakaa tu hapa, nikuwe nalala hapa. Hii mambo yenu mimi sitaki, mimi hata tu nikuwe nakaa hapa. Kama tutakaa na huyo mtu kwa room moja mimi sitaki. Haya, wanahakikisha sasa wanazidi kuiza ni kuwafukuza wale wasiya. Alright.
Asante sana. Au barabara. Jamaa kuta kambo babarai. Inatoa nondo turaigata huku. Inajua ni watu tu tunafukuza kwa hii room. Unaonaje? Tuongeleshe huyu gathe. Wewe, tulia. Tuongeleshe huyu gathe kambo hapana tulia wacha niongee na yeye. Alright. Wewe ni aje? Mambo. Sema nini buda? Akamwambia ushawahi ota ukiwa nje ya giri gereza? Nikuota. Mimi nikapata nafasi ninaenda. Ha? Wewe. Ha. Nini jaili jambe kalili? Jamaica man, we go to the Babylon man. Ja. Rastafari. Olala yaji. Jamaa kamwambia basi tuko na plani. Na kama sasa pale utanionyesha dalili mzuri, nitakwambia sasa vinyi tutafanya. Wabe. Haya. Ikawa sasa pale huyu naye aliweza ni kurejeshwa. Kihara. Aliweza ni kuleta pale pa basi ya Zuizi. Alright. Asante sana. Sasa wako na plani. Kumbuka sasa plani yao ni moja tu. Wanataka wahakikishi watakuja kuweza ni kuchomoka. Hanidiriwa mani nyitao. Shika hii. Jamaa kaangalia kashindo hii nayo ni nini? Umeionaje buda? Kajamaa kakaingia pale pa basi msarani. Nikamwona kakao moyeli. Kwani mumeweza kuondoa na mabuti? Wewe tulia tigori mo. Nadie kuga. Toka nje. Sasa wewe unakuja kashindo hii. Kuna nini? Lakini sasa kwa hii sufuria kuna mambo mtazamaji. Nitakuja kukuonyesha kwa nini. Kwa ile sufuria kuna mambo. Haya. Alright. Nyakati za usiku. Wale wengine wakiwa wamelala. Jamaa wetu wakiamka na kiti sasa. Lazima kuja kuanza ni kibarua shisha. Unajua tulikuwa tumeretana juu. Kelele wewe. Sasa tena wakaanzana. Niki. Mfari wacheni upuzi. Wakaanza sasa kuleta fujo. Jamaa wetu sasa hapa. Avandi. Nimesikia kama kuna watu na bezazi na kuja kuweza ni kuleta kunyita. Nimesikia kama kuna watu na bezazi na kuja kuweza ni kuleta kunyita Acha tuweza kuchunguza hiyo watu ni akina nani. Polisi na wao sasa ndio hawa. Polisi ndio hawa. Oi. Na jamaa anakuja kuweza na kuletana juu. Na uragali. Wanakuja kuletana juu. Kiko manino. Jamaa sasa wanakuja kuletana juu. Akaweza kuingiza pale basi. Kwa ile bidhaa akachomoka na nini? Na kisu. Wewe. Dakwira ngukudhisha we. Kumbe huko walikuwa nakuja kuulizana. Anamuuliza Babarai. Unaniambia tutahepa. Kwani tutahepa namna gani? Unaniambia tu tutahepa namna gani? Okay. Kitu gani mnafanya? Na unaona jamaa ameficha pale basi kile kisu. Kwa nini mnakuja kuweza kuleta ujinga? Mama yao nilisema waacha kupigana. Waacha kupigana kumbafu. Gati chini. Hiyo akatoa kisupa machi. Sema hii ndio nilikuwa nimeficha. Kumbavu zao wenta kabisa. Na tusisikie kitu kingine inakuendelea. Wewe Ingereza unasikia? Ila wakati mnakuja hapa kuleta upuzi, mnakuja kuleta kisirani. Vinyangalika. Kumbavu zenu. Hapa ni kubaya mtazamaji. Hapa manze na kufahamisha kwa mwana keti ni kubaya zaidi. Yule gadi aliweza na kubebwa. Ikawa sasa ndivyo hivyo. Yule gadi aliweza na kubebwa na wale wana polisi. Lakini jamaa wetu sasa kumbuka amekuwa na plani za kuchomoka hapa gerezani. Siku nenda, siku rudi. Tangu akuja hapa gerezani amekuwa tu na kitu moja tu ambacho nafikiria. Vinyi ambavyo sasa angekuja kuiza na kuhepa hapa gerezani. Vinyi tu ambavyo sasa mtazamaji angekuja kuiza na kuhepa hapa gerezani. Hiyo ndio kitu ambacho sasa amekuwa akifikiria. Alright. Asante sana Tina Mardani zaidi. Kata umana namna gani mtazamaji?
ina maana katawiza ni kuumana namna gani? Je, atakuja kuweza ni kuchomoka pale gerezani ama katakuja kuumana namna gani? Shisha ataweza na kuchomoka pale gerezani ama katakuja kuweza na kuumana namna gani? Shisha hii yote utaweza na kuipata pale pabasi papa hapa mtazamaji, utaweza na kuipata papa hapa pale pabasi dogo brother mpenzi mtazamaji, katika sehemu yetu ya pili. Manake sehemu ya kwanza naona hapa beshi inakuwa ni mwisho namna hiyo. Alright, asante sana Tina pabasi barabara zaidi Tino Panchana Tino Panchan sehemu ya kwanza ane mwisho. Alright, kuna picha ambazo sasa nilikuwa nafaa kuandalia, lakini sasa kwa hitirafu kidogo tu ambazo zimekuwa pale hapa, basi kabidi juu nyinyi ni mafansi wangu nisiwaache hivyo, niweze kuandalia terista sehemu ka kwanza hapa basi ka series ambako sasa tutakuwa nako, lakini all in all hapa basi usiondoke kwenye mitambo hapa kwenye YouTube. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, manake zile picha ambazo umekuwa mkiagiza zote ziko jikoni, na uende pale kwa siku 3 ama 4 hivi zijazo nitaweza ni kuwaandalia anakezo picha zote. Otherwise sehemu ya kwanza mwisho akiwa hapa wishi ni wako Mansarekta T.O.P. Riankang DJ Riankang Krista aka Kemuan Kewajir, nani wacha nisiseme action movies zinakuja hivi karibuni. Alright, asante sana, make sure subscribe na utume request ya kwako na wapenda, inshallah.